Kwa hiyo siwezi kukupinga. Kaka, jambo ambalo natakiwa kulifahamu, kwa sasa upo katika wakati mgumu sana. Na naomba usiruhusu na usije ukathubutu kuwaruhusu Amanda na mama yake watoke humu ndani. Na ukijaribu kulifanyia mzaha hili swala, utaondoka kama alivyoondoka mama. Unajua, umekuwa ni mtu ambaye unaongea sana kwa mafumbo. Ni kweli kaka, naongea kwa mafumbo sana. Lakini kwa sasa fanya kama ninavyokuambia mdogo wako. Na muda sio mrefu utaelewa kila kitu ninachomaanisha. Pole sana bosi. Lakini katika misiba yote ambayo imetokea, ushia kukaa chini na kufikiria kwamba kitu gani ambacho kinasababisha? Mbona kama kuna siri nzito ambayo imejificha hapo? Remi, hili swala linanichanganya sana. Na sasa hivi ni zaidi ya wiki nimekuwa nikikosa usingizi kila nikiwaza hili swala. Unajua, hii inaonekana dhahiri kabisa kuna mkono wa mtu. Kuna kitu hapa anajaribu kufichwa. Unajua, mtu pekee ambaye angeweza kutoa msaada katika hili swala ni dokta. Lakini ninavyozungumza na wewe sasa hivi ni wiki hapokei simu zangu na mara anakuwa patikani. Hili swala linanichanganya sana. Najaribu kuwaza kifo cha mdogo wangu pia. Alafu juzi kimetokea kifo cha dada yangu Nurati. Swali ambalo linagonga kwenye kichwa changu, baada ya hawa watu wote kuuliwa, nani anafuata? Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Nurati, kwa nini umekufa Nurati? Nurati, usikufa Nurati. Wewe msichana wewe. Mbona mnafiki sana wewe? Yaani unanafikia mpaka ndani tena unatunafikia na sisi ambao tunaujua ukweli wote. Kinachokuuliza hapo ni nini? Tukikuuliza ni kitu gani ambacho kinakuuliza hapo? We mwanga wewe. Mimi sitaki makelele na wewe ujue hivyo. Nimekazangu hapa na machungu yangu ninalia na mlilia wifi yangu Nurati. Wewe unakuja kwanza kunipigiza makelele. Unajua mimi nasikia uchungu gani moyoni mwangu Unajua nilikuwa nampenda Nurati kiasi gani? Nachoka mimi. Yaani unasikia uchungu kabisa? Hivi Adela, wewe utafeki life mpaka lini? Si ni wewe ndio umewaua hao watu? Si ndio ulichokitaka hapa unalia, si unaenda kulala nyama? Si ndio? Umewapeleka kilingeni kwako. Alafu hapa unakaa unajilizaiza kitu gani? Acha unafiki wewe. Alafu kumbuka hao wanaofanya hivyo siku atakurudia. Hao dada watu wamekukosea kitu gani? Alafu unakaa hapa sasa hivi unatupigia makelele. Hivyo unatuona wote mundani ni watoto Na kuuliza wao unatuona wote mundani ni watoto? Mnafiki mkubwa wewe, lemba lile. Hivi mama Amanda, unahakika gani na hayo maneno unayosema? Mimi nataka kuala nyama, una uhakika? Na unaniita mimi mwanga, mchawi. Wewe unawezaje kumjua mchawi angali wewe sio mchawi? Mchawi anamjua mchawi mwenzake. Mimi sitaki makelele na wewe. Naomba uniache kabisa na majonzi yako niache. Mama Amanda, usinipandishe kisukari. Sitaki kugombana na wewe. Naomba uniache. Kama hauwezi toka. Yaani nitakupandisha wewe, tena nitakupandisha aswa. Wewe unabisha kama wewe sio mchawi? Unabisha? Yaani hayo macho utamfumbatwizi sio mimi. Mama hichi chuma chengine. Yaani kila kitu unachokifanya details zako zote ziko hapa.
Yaani kila kitu unachotoka kukifanya na ambacho unakifikiria mama, najua wewe ni mwanga. Ni uongo hujawaua wewe. Uongo. Na hapa unakaa unatupigia kelele unatunafikia nini? Basi tumekubali mama, umeshawatoa mawifi zako sijui huko umepeleka wapi? Unatupigia kelele za nini? Basi vunga na sisi tutulie. Bado nini? Mimi unanikwaza, yani ujui tu. Wewe kuna kitu unanitafuta. Endelea hivyo na makelele yako. Naomba uniache mama Amanda. Hapa nipo na mawazo, sitaki kugombana na mtu. Naomba utoke mbele yangu, sitaji hata kukuona. Kwenda bwana, uko hiyo tusikwambie, utuachie makelele. Mimi unitishe kwa chochote eti kuna kitu unakitaka. Kipi? Ungekuwa una cha kunifanya si ungenifanya kitambo. Wewe vipi? Yaani ukweli nitakwambia, na kama wewe usivotaka makelele, naenda kupumzika. Sitaki makelele na mimi. Mnafiki mkubwa, mwanga wewe. Ovyo. Winanda. Karibu sana binti. Karibu sana. Asante. Karibu tena binti. Unaweza kuongea. Asante sana mganga. Lakini nimefanya kila masharti ambayo uliniambia. Hamna kitu kilichotokea. Na mbaya zaidi, jana nimemkuta na mwanamke mwingine. Kwa hiyo dawa yako haijafanya chochote. Binti, yale masharti nikupatia umeyaweza? Nilikwambia uweke dawa chini kabla ya tendo, uliweka? Ndiyo mganga, nilifanya hivyo. Nilifuata masharti yote ambayo uliniambia, lakini wapi, haijasaidia chochote. Itakuwa kuna sehemu umekosea. Na tena umekosea pakubwa sana binti. Hapana mtaalamu, mimi masharti yote ulionipatia niliyafuata vizuri tu. Sawa binti, nimekuelewa. Ila wewe kwa sasa naomba uondoke. Kisha baada ya siku 3 utarudi. Kuna dawa moja inaitwa Kamsusula. Nitakuwa tayari nishaiandaa. Ile dawa ina nguvu kiboko ya mapenzi. Ina nguvu zaidi ya dawa inayoitwa Kimbola, dawa mapenzi ya Kichina, haifiki. Yaani hiyo dawa akichomoka tena, ujue sio mimi mganga Kobilo. Mimi ni mganga kutoka Tabora. Ila chimbuko la majini yangu ni kutoka Sumbawanga. Hakuna ninachoshindwa. Nakuelewa sana mganga, lakini kuna muda nakosa imani na wewe. Kwa sababu ile dawa ulionipa, uliniaminisha kweli kwamba itafanya kazi, lakini haijasaidia chochote. Unahisi nitakuamini tena? Binti, ndo maana nikakwambia nipe siku 3 ili niweze kuandalia dawa nyingine. Dawa inayoitwa Kamsusula haijawahi kushindwa na chochote kile katika mapenzi. Kwa hiyo mtaalamu, unataka kuniambia baada ya siku 3 nikija, kila kitu kitakuwa sawa? Kila kitu kitakwenda sawa. Na utafanikiwa binti. Usiage. Unaweza kuondoka. Unaweza kuondoka. Unaweza kuondoka. Usiage. Usiage binti. Kwenye mizimu huwa hawaagi. Ondoka. Winanda. Baba, mbona ufonije? Nimekaa napunga upepo. Najisikia kukaa mwenyewe tu leo. Baba, leo nataka nikupikie chakula mwenyewe. Ule mapishi yangu. Wewe huyo? Unajua kupika? Ndiyo baba. Sawa, pika nitakula. Alafu baba, najua una mawazo mingi sana.
ila utakuwa sawa tu. Usijali mwanangu Amanda, ni mipango ya Mungu, lakini naamini kila kitu kitakuwa sawa. Usiwaze, sawa Na mimi nipo nyuma yako, nitakupambania. Hakuna jambo lolote baya litakukuta. Mimi nipo kwa ajili yako baba. Kwa hiyo Amanda, unamaanisha kwamba wewe unaweza kunilinda mimi? Ndiyo baba. Haya, nashukuru sana kwa mlinzi wangu, lakini usijitese sana, sawa Sawa baba. Wewe jukumu lako kama mtoto ni kuhakikisha unasoma, sawa? Sawa baba. Changamoto za maisha unatuachia sisi watu wazima. Umeelewa? Sawa baba. Usijali, mimi nitakuwa sawa. Hizi ni changamoto za maisha. Sawa mwanangu? Basi nenda kapige kwa chakula. Ukishakiivisha utaniita nije kula, sawa? Sawa baba. Haya. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Ningekuwa nimeshasafiri tayari, lakini kuna changamoto imejitokeza, sitaweza kusafiri. Nitasafiri tu ndugu yangu. Sawa, ubaki salama. Sawa. Karibu. Asante sana Nela. Katika mizunguko yangu nimekutana na zawadi nzuri, nimeona nikuchukulie. Nadhani utaipenda. Asante sana kakaangu. Nzuri, nimeipenda. Nashukuru kama umependa Nela. Sawa kakaangu, hata hivyo chakula kipo tayari. Kwa hiyo vipi, utakula kwanza au nikuandalia maji ukaoge? Mimi naona nile kwanza, alafu nikaoge. Lakini unajua nini Nela? Mara 10 niite jina langu, na sio kunita kaka kila wakati. Yaani naumia sana ukiniita hivyo. Kwa hiyo kukuita kaka ni vibaya? Tena sana, huwezi amini. Yaani kila unapotamka neno kaka, moyo wangu unakuwa mithili ya kuunguzwa na moto. Hasa unaposikia unaponiita kaka, naumia sana. Yaani sipendi kabisa hilo jina uniite Nela. Makubwa, kwa hiyo unataka nikuite jina gani? At least uniite kwa Bilo. Basi sawa, nimekuelewa. Nitakuita kama unavyotaka. Acha nikakuandalia chakula kwanza. Okay, nafurahi kusikia hivyo Nela. Usijali. Baba, Baba. Sweetheart, are you okay? Si huyu mama Amanda. Mama Amanda mimi amenikela sana leo. Mimi kwa zangu nimekaa hapo na majonzi yangu, anakuja anaanza kunisema sema, ananitukana bila sababu. Mara ananiambia tu mundani nitatoka, si nini. Yaani anawaza tu kukupata wewe tu. Mimi nimejisikia vibaya kweli mume wangu. Yaani mtu mwenyewe hajui hata situation tunayoipitia humu ndani. Misiba kila siku. Afu anaanza kunisema vibaya. Pole sana mke wangu. Ila mtu mshahidi siku zote waga anatafuta sababu tu. Wewe achana naye. Asikusumbue, sawa? Lakini mume wangu, unajua mimi nishakwambia muda mrefu tuwafukuza watu humu ndani. Wanatuharibia furaha ya ndoa yetu. Basi unachelewa wapi babangu? Of course nilisema nitalifanyia kazi. Lakini kwa sababu kashazidisha kero hapa ndani. Usijali mke wangu.
Tamtoa, sawa eh? Mtoa fukunze. Basi, usijali. Temsogea hapa. Siwaze. Basi. Unacheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Teddy, kipenzi, nisikize basi. Niache ndale zangu bwana. Teddy, mwenzani nazidiwa na siwezi kupata usingizi kabisa. Teddy, Niache huko. Lakini sunielewe mwenzio, nipo kuna wakati mgumu sana. Baby, sweetheart. Yanauma mapenzi, unapopenda na upende, yanaumiza kishenzi. Hivi wewe, umesahau kwamba mimi na wewe tulikubaliana nini? Tuliahidiana tutaishi kama dada na kaka mpaka utakapozipata hizo pesa. Unachonisumbua nini wewe? Kama umekosa usingizi humu ndani, nenda huko nje ukakae. Mimi naelewa. Na pia naelewa kama mgogoro wetu mkubwa pandani ni pesa. Na mpaka sasa hivi na uhakika wa 90% kupata kazi. Ningependa nikuahidi kitu kimoja Teddy. Nikianza kazi, mshahara wangu wa kwanza kabisa nakupatia wewe. Sitachukua hata senti 10. Yote nakupatia wewe kipenzi changu. Lakini sasa ningeomba unipatie japo kidogo tu mpenzi wangu. Nimebanwa. Nipo katika hali mbaya sana. Umemaliza? Sasa nisikilize. Hapo utakapoanza kazi na utakapopokea mshahara wako, utakapokuja nyumbani na hizo hela, ndipo nitakupa. We? Nishakwambia, ukipata kazi, uje na hela hapa ndo nitakupa. Usinikorofishe usiku huu. Teddy. Unacheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Alo mjomba. Yaani mjomba, sasa hivi mambo yetu yanaenda vizuri. Yaani wewe amini kila kitu kipo sawa. Nilikuwa najieleza mwenyewe, nimekaa pale najieleza. Wananionea huruma, kumbe mimi mwenzao na act. Sasa nanishtukiaje? Mimi mzee wa plan, unawezaje kunishtukia kirahisi hivi? Yaani hapo kama mazuzu. Sasa iko hivi mjomba. Sasa hivi mambo yetu tunayafanya kwa uhuru. Yaani tena tujiachie. Maana yapo tu kama vibwengo. Hapo tu ndo napokukubalia mjomba wao. Hujawahi kuniangusha. Sema nitakupigia baadaye, sawa? Adela. Unaongea na nani? Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu,
lakini ndio maadui zetu wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, rafiki yako wa karibu, huyo ne muita rafiki. Mbaya wa makini. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu.